Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo tumepata hapa taarifa kuhusiana na kitu ambacho kimepelekea kifo cha mwanadada Karina. Hii ni sababu ambayo imepelekea kifo cha mwanadada Karina, ikiwa bado tunafahamu kabisa kwamba alikuwa anasumbuliwa na matatizo ya utumbo mkubwa. Yaani hiyo ndo shida ambayo ilikuwa inamsumbua huyu bidada kwa muda mrefu, kwa takriban miaka 8. Mwanadada huyu amekuwa akisumbuliwa na hilo tatizo na amefanyiwa operation zaidi ya 21. Hiyo ni kufikia mwezi Disemba kwa mwaka 2023, mwanadada huyu alikuwa tayari ameshafanyiwa operation takriban zaidi ya 21. So kupelekea kifo chake, kitu ambacho tumepata habari kwa dakika za mwisho mpaka kupelekea kifo chake, ilikuwa ni issue ya tumbo. Tunafahamu kabisa kwamba utumbo wake mkubwa ndio ulikuwa una shida. Kwa hivyo basi alivyoenda India mnamo mwaka huu, mwanzoni mwa mwaka huu, bidada huyu alivyoenda India bwana, ni kwamba tulimuona alikuwa anaendelea vizuri kabisa baada ya kufanyiwa operation. Na operation ambayo alikuwa amefanyiwa ni kwamba baada ya kufika kule India alipewa taarifa rasmi baada ya kufanyiwa uchunguzi na madaktari huko India, ni kwamba walimwambia waziwazi kwamba issue ambayo ilikuwa inamsumbua bidada huyu ilikuwa ni utumbo wake mkubwa, kama ilivyokuwa inafahamika tokea akiwa huko Tanzania, na utumbo huo ilitakiwa uondolewe tumboni kwake. Takriban 21% ya utumbo wake, takriban 85% ya utumbo wake haufai kutumika katika shughuli za kawaida za mmeng'enyo wa chakula kama binadamu tumboni kwake. Kwa ilibidi utumbo huo, asilimia hiyo ya 21 ya utumbo wake itolewe, na hilo alifunguka yeye mwenyewe Karina akaweka wazi baada ya operation ya takriban masaa 10 kufanyika. Ni kwamba bidada huyu aliweka wazi kwamba tayari ameshafanyiwa operation hiyo, na operation imeconsume zaidi ya masaa 10, na baada ya hapo akaeleza kwamba utumbo wake mkubwa ndio ulikuwa una shida kama alivyosema, na 85% kweli ya utumbo wake umetolewa ukawekwa pembeni. Na akawa anaelezea kabisa kwamba utumbo, kumbe binadamu, yeye mmoja alikuwa amestaajabu kufahamu kwamba kumbe binadamu ana utumbo mkubwa kiasi hicho, kwa sababu ulikuwa umewekwa kwenye ndoo na ulikuwa almost ujae kwenye ndoo, kitu ambacho Karina mwenyewe alisema, na akasema kabisa kwamba ndugu yake aliyekuwepo pale hospitalini amepiga mpaka picha yuko nazo. Umeona Na hayo yote aliyazungumza Karina wakati anafanya mahojiano na waandishi wa habari wa Global ambao walikuwepo pale hospitalini kipindi ambacho mara tu baada ya yeye kufanyiwa operation hiyo. Hautakiwi kuwepo. Natakiwa asilimia, kama ni 100% utumbo mkubwa, natakiwa 85 au 90 yote ukatu. So hicho ni kitu ambacho alizungumza mwenyewe mwanadada Carolina wakati anafanya mahojiano na Imelda, mmoja kati ya waandishi wa habari mashuhuri kabisa hapa Tanzania. Hapo hospitalini alikuwepo Imelda, yeye bidada, pamoja na alikuwepo pia kaka wa Karina. So ni kwamba bidada amefunguka kuhusiana na sababu ambayo, hatua ambazo alizozipata baada ya kufika kule India, kwamba amekatwa huo utumbo takriban 85% au 90 ulitolewa, na akaeleza kwamba utumbo uliotolewa kweli ni kiasi kikubwa, na ni kitu ambacho hata yeye mwenyewe pia kilimstaajabisha, lakini jambo la kumshukuru Mungu ni kwamba operation iliisha akiwa salama salimin, na alikuwa yuko katika recovery time, yani kwa ajili ya kurecover. Umeona, kwa sababu kidonda kilikuwa kibichi, na yeye pia vile tunafahamu kwamba akaelezea kwamba hata madaktari walikuwa wamemwambia kwamba inatakiwa kidogo itachukua muda kidogo mpaka ubongo wake utakapojiadjust kuhusiana na kile ambacho kimefanyika mwilini mwake, ndipo hali yake itakuwa kawaida na ataendelea na mambo mengine. So hicho ndicho kilichotokea. Kwa hiyo hata mwanadada Imelda ambaye alienda kule kumfanyia interview ikabidi arudi Tanzania kwa ajili ya kuendelea mambo mengine, kwa sababu kule operation ilikuwa iko successful. Umeona bwana, so hivyo ndivyo ilivyo. Na hata yeye mwenyewe pia Karina ndio hivyo. Sasa Karina hapa alizungumza kuhusiana na kwamba utumbo wenyewe baada ya kukatwa kiukweli ni mwingi, akawa yeye mwenyewe amestaajabu. Alitoka kangu akapiga picha, kuna ndoo kubwa, ni mkubwa sana, ni mwingi. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ni vitu vya kutisha ukivisikiliza na ukatafakari kiundani, lakini ndio hivyo tena, mambo ndio hivyo yalivyo. So hapa kiukweli hii ndio imefahamika kwamba ndicho kitu ambacho kimepelekea kifo cha mwanadada
Karina ni kwamba alikuwepo kule India na operation ilikuwa very successful. Huenda tu labda Mwenyezi Mungu alikuwa hajapanga na leo ndio akafariki dunia, na ilitakiwa pia leo leo ilikuwa actually ndio siku yake kurudi Tanzania, lakini ndio hivyo tukapokea habari mbaya asubuhi kwamba mwanadada huyu amefariki. Moja kati ya vitu ambavyo vimewagusa watu wengi, ukizingatia kwamba huyu dada ameteseka kwa takriban miaka 8 akiwa anasumbuliwa na tatizo hilo. Baada ya kupata tu matibabu amefariki. So hivyo ndivyo hali ilivyokuwa. Wadau mbalimbali hapa wameguswa sana na kifo cha mwanadada Karina. Watu hapa wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano huyu hapa Restibura amesema kwamba may God healing hand touch this young lady, amen. So hii ni kipindi ambacho hii video ilikuwa ndio imepostiwa kipindi kile alikuwa hajafariki. Maana hii video ilipostiwa takriban ukiangalia hapa tarehe kwa haraka hii ilipostiwa Machi 24, tokea mwezi Machi 24, umeona lakini ndio hivyo amekuja kufariki siku ya leo Aprili 15. Umeona, so kiukweli ni moja kati ya misiba ambayo imewagusa watu wengi sana, kwa sababu safari ya mateso akiwa huyu dada wakati anaugua kila mtu alikuwa anaiona, kwa sababu safari ya maradhi yake ilikuwa well documented kupitia vyombo vya habari mbalimbali hapa Tanzania. Lakini ndio hivyo tena, mwisho wa siku bidada amefariki. Kwa hiyo kiukweli watu wengi sana kiukweli wameumizwa na hiki ambacho kimetokea. Umeona, watu wengi sana kiukweli wameumizwa, watu wengi sana wameguswa na msiba wa Imelda. Kwa mfano Zamaradi hapa amekuja amecomment, ameandika kwamba that goodbye hapo mwisho kama imeonyesha maana yake sasa. Poleni sana, poleni sana, kiukweli amepambana sana. Suraya ameandika kwamba jamani ni kweli amefariki, mimi imeniuma mno. Kusa amesema kwamba pole sana ndugu zangu ambao mmeguswa na msiba huu, tunamwombea dada yetu apumzike kwa amani, amen. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna watu wengine hapa wamekuja wameandika kwamba kiukweli ameenda kupumzika maskini ya Mungu, insha Allah akapumzike mahali pema peponi. Kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana jamani watu wote hapa wameguswa na msiba huu, poleni sana, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yani kiukweli ukiangalia tu hizi comment zote ni comment za unyenyekevu, upole, na watu wameshikwa na majonzi ya hali ya juu. Kama nilivyokuambia kwamba mwanadada Karina tokea ameanza kuugua ni kwamba habari kila mtu alikuwa nazo na kila mtu alikuwa anafuatilia. Watu wengi sana wamejitolea kwenye swala la michango, pia watu wengi sana pia wamejitolea kwa ajili ya kumsaidia bidada huyu mpaka pale alipofikia, na mpaka serikali pia ikaingilia kati kwa ajili ya kumpeleka India. Umeona So hivyo ndivyo situation ilivyokuwa. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba hapa watu wengi sana comment ni nyingi mno. Comment ni nyingi mno. Kuna mtu hapa ameandika kwamba umepambana sana dada yangu, umepambana sana, pole, Mungu akupe kauli thabiti. Umeona watu wamekuja kucomment hivyo. So it is what it is, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.